Mambo vipi? Poa, kwa vizuri. Kama kawa. Mambo yanaenda? Shwari. Bana Hansi, maoni yako kwenye sakata la dabi ya Kariakoo mara baada ya purukushani za miezi kadhaa, hatimaye tarehe imepangwa tarehe 25. Ulikuwa na msimamo kuhusiana na kile ambacho Young Africans wanakiamini, matakwa lakini pia kutocheza tarehe 15 na hatimaye wamefanikiwa. Namshukuru Mungu, na ni siku ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu. Najua siku zote ukweli huwa unachelewa kufika. Tunasema ukweli huwa unapanda ngazi. Na uongo huwa unapanda lift. Kwa hiyo always uongo huwa unawahi kufika sehemu, lakini ukweli unachelewa. Lakini ukifika kila kitu kinajulikana. Kwa hiyo niko happy kwa sababu mpira wa Tanzania umeweza kupiga hatua kwa asilimia kubwa sana, na umeweza kuwaweka pembeni watu ambao walihitaji kunajisi. Tarehe 8 watu waliahirisha mechi ya Kariakoo Derby pasipo kufuata kanuni, walivunja kanuni. Waliopeleka timu uwanjani wakadai haki yao ya alama 3 hawakupewa. Ikabidi wagome kucheza mechi nyingine ya tarehe 15. Lakini ambao walitakiwa kutoa haki hawakuwa tayari kwa sababu walikuwa kwenye mashindano na Yanga. Kwa maana ya bodi ya ligi, vijembe vilikuwa vinaendelea kila kona. Kwa hiyo tusingeweza kupata muafaka mpaka pale ili jambo lilipofika kwenye mamlaka za juu zaidi. Mamlaka za juu tuna uhakika wametenda haki kwa sababu pande zote tatu zimesikilizwa. Bodi ya ligi imesikilizwa zaidi ya mara 2, lakini Simba na Yanga nao wametuma wawakilishi wao ambao wamesikilizwa. Na ripoti ambayo imekuwa ni ngumu sana kutoka public, tuna uhakika imesikilizwa kwa mamlaka za juu. Kwa hiyo baada ya kusikiliza pande zote tatu ndo yametoka majibu. Majibu ni kwamba dabi inasogezwa mbele kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 25, and then wahusika walio unajisi mpira wa Tanzania wakae pembeni. Mguto pembeni, Kasongo simamishwa kazi huko pembeni. Na kuna uwezekano pia hata hao wengine wakaondoka. Umeona? Kwa hiyo kilichofanyika pale ni haki kwamba mpira utachezwa, lakini waliofanya uhuni wa kuharibu na kuleta hii migogoro wanakaa pembeni. So mimi niko happy kiukweli. Safari hii kumekuwa hakuna sababu pengine za mchezo kuahirishwa. Unadhani Young Africans ndio wameshinda kwenye hili au mamlaka za juu ambazo zilitafuta suluhu kwenye dabi ya Kariakoo? Yanga wameshinda, lakini zaidi ni mpira umeshinda. Kwa sababu Yanga walitetea haki. Yanga walisimama kwenye haki. Na walikuwa tayari hata kucheza ligi ya Zanzibar. Kwa kitu ambacho watu wengi hawajui, Yanga tayari washaandika barua kwenda mamlaka kwamba msimu ujao wanaomba kucheza ligi ya Zanzibar. Waliandika huko au Zanzibar? Waliandika kwenye mamlaka za huko wakitaarifu kwamba wao wataenda kufanyaje? Kucheza ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo walikuwa tayari kucheza nje ya ligi kuu bara. Lakini ni kwa sababu walisimamia misimamo yao ambayo ni haki. Umeona? Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baada ya mamlaka kusikia mamlaka za juu sasa, baada ya kusikiliza pande zote tatu na kujua nani alikosa, wasingeweza kuruhusu dabi ya tarehe 15 ifanyike kwa sababu Yanga hakuwa na muda wa kujiandaa. Kwa sababu mpaka tarehe 14, 13 Yanga walikuwa wanasema tupeleke timu uwanjani. Kwa hiyo hawakuwa na maandalizi yoyote ya dabi. Sasa au kamzi uambie umetoa maamuzi tarehe 13 afu uambie tarehe 15 wacheze dabi, isingewezekana. Kwa hiyo ilihitajika mechi isogezwe mbele ili timu zote sasa zijiandae kwa ajili ya hiyo dabi na tumpate bingwa ambaye anastahili. Kwa hiyo nimefurahi kwa sababu mpira umeshinda, mpira unakwenda kuchezwa ili tumpate bingwa. Ina maana ligi yetu haitoharibika, bingwa atapatikana na atakayeshuka daraja atajulikana. Anda walio unajisi mpira wamekaa pembeni akina Kasongo na mwenzake. You see? Kwa hiyo nadhani ndo vigezo ambavyo vimepelekea hiyo mechi kusogezwa mbele. Sawa, kwa upande wa tarehe ambayo imepangwa, tunaona Simba hata hawakuposti, hawakusema chochote, lakini pia mashabiki wa Simba wamekuwa na reaction tofauti kwenye hili. Kwa sababu wamekubali. Unajua kimya wao ni kukubali. Yani hiyo iko hivi. Hiyo mechi ipo. Yani kutoposti kwa Simba haijalishi kwamba hawapeleki timu uwanjani. Tarehe 25 hiyo dabi haina kipengele.
yani labda atokee machafuko kwenye hii nchi. Lakini kama hamna machafuko, hiyo dabi haina kipengele. Yani hiyo dabi inapigwa tarehe 25. Na Simba wamekubali, Yanga wamekubali. Umeona? Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kusubiri huo mchezo wenyewe. Na kwa nini wamekubali kucheza? Means haki iliyotoka wamekubaliana nayo. That's why wameamua kucheza. Kwa hiyo binafsi mimi niko happy kwa sababu kila ambacho tumekuwa tunakipigia kelele kimefanyiwa kazi na majibu yametoka. Yanga wameshinda kutokana na haki zao na mpira wa Tanzania umeshinda. Lakini kabla ya hapo Simba walitoa barua kwamba hawatoitambua tarehe nyingine ya michezo, huku wakidai pia ripoti ya uchunguzi wa dabi ya mechi ya Machi 18 kuahirishwa. Lakini baada ya kuitwa kwenye mamlaka za juu wamekubali. Means hukumu iliyotoka huko kwenye mamlaka za juu wamekubaliana nayo. Umeona? Wamekubaliana nayo kila kitu. Kwa sababu ile ilikuwa ni majadiliano. Ina maana wamekubaliana na kila kitu. That's why wanacheza. Kama Yanga ambavyo wamekwenda kwenye mamlaka wakasema hatuchezi, msimamo ukabaki pale pale. Ina maana kama ripoti imekwenda, mamlaka zimeitazama ile ripoti, wameona nani anakosea, fresh. Kuna watu wanasema eti busara imetumika. Hakuna busara. Kama ni busara ingetumika watu wasingeadhibiwa. Kasongo angekuepo pale, Mguto angekuepo. Kwa sababu busara ni funika kombe mwanaharamu apite. Ina maana ungesema okay, TFF bodi ya ligi bakini kama mlivyo, Simba na Yanga nendeni mkacheze. Hiyo ni busara. Lakini watu wamefukuzwa, watu wamejiuzuru, wamekaa pembeni, means haki imetendeka, imefanyika, sio busara. Watu waache kuchanganya hivi vitu. Propaganda za Simba na Yanga ndo zinaleta huu ujinga wote. Sawa, kuna haja sasa pengine tukapata ile ripoti ya uchunguzi ambayo ilisababisha dabi ya Machi 18 kuahirishwa, kwa sababu Young Africans walikuwa wanataka kuifahamu hiyo, lakini pia Simba kwenye barua yao waliotoa waliwahi kusema kwamba wanataka pia hiyo ripoti. Mimi na uhakika sehemu ambapo haya majibu yametoka, hiyo sehemu ilipata ripoti. Mimi na uhakika. Kwa ina maana hiyo ripoti kama ilifika huko, Simba na Yanga wote wamepewa ripoti kabla ya hukumu hii ambayo tumeiona. Kabla ya majibu, ina maana Simba na Yanga wote wanajua ripoti nini kinaendelea. Kwa sababu wote walituma wawakilishi wao kule. Ina maana ripoti imefika kule, mwenye makosa ameonekana. Kwa hiyo binafsi niko excited kwa sababu mpira umeshinda. Tuache siasa za Usimba na Uyanga, tusaidie mpira wetu. Na kwa nini ulikuwa unasimamia sana kwenye msimamo? Kwa sababu niliamini ninachozungumza kilikuwa na usahihi. Haijalishi nilikuwa nashindana na watu wangapi kwa wakati gani. Binafsi mimi Izae, Mungu alivyoniumba, ameniumba kupambana kwenye mazingira yoyote. Tangu nikiwa mdogo niko hivyo. Na sina kumbukumbu ya kufeli vita. Sina kwenye maisha. Kwa hata hili ulifahamu utashinda hasi. Ndio maana ninakwambia nilikuwa naisubiri hii siku. Sikujua itafika lini, lakini nilikuwa najua hii siku ipo. Kwa sababu haki haijawahi kukaa mbali. Haki itachelewa lakini itafika. Kwa hiyo ni kuchagua ni nini ambacho unazungumza. Na ni kwa sababu tuko kwenye nchi ambayo ina Usimba na Uyanga. Waandishi tumeacha misingi yetu ya kazi. Tunatumikia watu. Umeona? Kwa hiyo kama unatumika, ni rahisi mtu kukuambia nenda kazungumze hivi. Kwa upotoshaji ulikuwa ni mwingi sana kwenye hizi issue. Tunawachanganya hadi mashabiki zetu. Wasikizaji tunawachanganya. Yaani anasikiliza hicho, anasikiliza kila ajui. Lakini mwisho wa siku ukweli umefanyaje? Basi, na kila mtu amejua nani alikuwa anazungumza ukweli, nani alikuwa anapotosha. Simple that. Shukrani sana. Nashukuru sana. Baada ya tarehe hiyo 25 kupangwa, unadhani itakuwa ni dabi aina gani kwa ubora wa vikosi vyote viwili? Itategemea. Kama timu zote zitafika kwa tofauti ya alama moja, itakuwa ni dabi kubwa na ngumu pengine kuwahi kutokea kwenye historia. Kwa sababu huu bingwa Simba anautafuta kwa ubaya ubwela. Yanga naye anapambana na huu bingwa. Kwa kama Yanga atashinda mechi zake 2 dhidi ya Prisons, dhidi ya Dodoma, means Simba naye akashinda mechi zake 2 dhidi ya Ken Gold na Kagera, means tutakwenda kwenye dabi ambayo Simba anahitaji alama 3, Yanga anahitaji sare kuwa bingwa. Kwa hiyo hapo Simba atakuwa na pushi zaidi, Yanga naye ana pushi zaidi. Kwa sababu hakuna kitu kizuri na kitamu kama kuchukua ubingwa kwa umemfunga mtani wako. Na ndio mechi ya mwisho sasa. Yaani ile ni finali.
Ile ni fainali. Kama kuna maandalizi yamewahi kufanywa na hivi vilabu kuelekea dabi, basi haya hayajawahi kufanyika ambayo yanakwenda kufanyika. Siku 2 tu mara baada ya mchezo tarehe 28 kwa timu zote. Ni siku 2 tu za maandalizi. Kivipi? Wanamaliza mechi zao tarehe 22, 23, 24, 25. Waende uwanjani wacheze kwa sababu masaa yatakuwa yamepita zaidi ya 48. Kwa hiyo waingie uwanjani wacheze. Sisi tunahitaji kuona mpira mzuri ukiwa unachezwa, umeona? Na hapa katikati wamepumzika sana. Kwa hiyo kama wewe una nguvu ya kuchezesha kikosi B kwenye hizi mechi 2, chezesha kikosi B. Pumzisha kikosi chako kwa ajili ya dabi. Lakini hakikisha hizi mechi 2 ufungwe kwa sababu unaweza ukawa unasema unawapumzisha, dabi yenyewe ukafika ubingwa ushamuliwa. Kwa sababu leo Simba akipigwa mechi ubingwa umeisha. Yanga akipigwa mechi, Simba anaingia kwenye dabi akiwa na advantage ya alama 2. Kwa hiyo Simba ataingia kwenye dabi atafuta sare. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wa kushinda hizi mechi 3 kwa kila timu. Na nakwambia tarehe 25. Chukulieni poa tarehe 25. 25 kuna hatari. Kwa sababu kila mwenye hasira anataka kuimaliza tarehe 25. Simba kama ana hasira mpaka leo hajaposti anataka kuimaliza tarehe 25. Yanga naye anasema haiwezekani mtusumbue miezi 3 tunalia. Babake. Nakutana hapo. Hapo unakutana na Pacome na Mpanzo wanakimbia kama nini. Tunasema hawezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Pacome, hawezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Mpanzo. Sasa ndo alikuwa anasema subiri tuone. Mpanzo yupo, Pacome yupo. Wote ni PP. Tunafanyaje sasa? Dakika 90. Wewe unahisi nani anashinda? Sina hisia kwa mchezo wa dabi. Lakini unahisi nani ana advantage ya kushinda? Advantage ya kushinda? Hapana, sitaki kusema nani ana advantage ya kushinda. Wote ni timu nzuri. Kwa nini? Wewe unaogopa? Hapana. Ila kwenye hizo timu wewe una chama lako. Hapana, sina chama. Chama lako ni lipi? Coastal. Wewe unaamini nani unampa nafasi nani? Kwenye makaratasi Yanga ni favorite. Lakini makaratasi siku zote yacheze. Kuna makaratasi afu kuna uhalisia. Inawezekana Yanga ni favorite kwenye huo mchezo akaamka vibaya. Umeona? Au unashangaa umecheza red card nini, mechi imekuharibikia. Watu wanakufunga. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba Yanga ni favorite kwa sababu ya head to head record, quality aliyokuwa nayo. Lakini Simba nao wana timu nzuri ya kwenda kucompete. Kwa hiyo inategemea hiyo siku nani ataamka vizuri. Mimi nimewahi kushuhudia Simba mbovu inamfunga Yanga, Yanga mbovu inamfunga Simba. Kwa mfano nakumbuka ile dabi ya Zawadi Mauya, anafunga goli la mbali. Ni Yanga mbovu, Yanga tia maji, Yanga ya bakuli. Lakini ilienda kumfunga Simba akina Mixon. Kwa dabi always inaga mbabe. Inategemea umeamka vipi vizuri. Lakini kwa ninachosikia kwa watu ambao wapo miaka mingi kwenye nchi wanakuambia ukiona Yanga anafungwa na Simba basi ujue Yanga kuna migogoro. Ndio. Kwa sasa hivi hakuna migogoro. Yaani wanasema hivi. Wazee sasa wenyewe, wazee ambao wamekula chumvi, wanajua vizuri Simba na Yanga. Wanakuambia siku ukiona Simba kamfunga Yanga, ujue Yanga wana migogoro, hawana utulivu. Ndio. Na sasa hivi hawana migogoro Yanga. Na wengine wanasema kwamba Yanga hajawahi kupoteza dabi akiwa ametokea Zanzibar. Ndio maana mechi yake na Dodoma akaipeleka Zanzibar. Mechi yao ndio wanacheza Zanzibar. Jamani, haya ni maneno ya watu ambao tayari wamekula chumvi. Mimi kutokea Zanzibar nimeisikia leo. Jamani, nasema hivi, ukiwasikiliza wao ambao wamekula chumvi, wazee wetu, wanasema hawana kumbukumbu ni lini Yanga amefungwa na Simba akiwa anatokea Zanzibar. Wao wanakwambia Yanga akitokea Zanzibar kuelekea kwenye dabi anakuwaga ni mbaya sana. Na pia walikuwa wanasema kwa kuna kombe uwanjani basi usiwalete Young Africans. Ni hatari. Kwa hiyo msimu huu Simba anakwenda kucheza finali 2. Tayari amecheza finali ya Confederation na ana finali ya dabi. Tadeki. Basi tukizungumzia viwango vya mchezaji mmoja kwenye vilabu vyote viwili vya Simba.
Uwezo. Timu zote zina wachezaji wenye quality, ingawa kuna maeneo yanazidiana. Kwa mfano eneo la goalkeeper Diarra ni bora kuliko Kamara big time. Eneo la mafullback Simba wana mafullback wazuri kuliko Yanga kwa sasa, kwa maana ya Kapombe na Zimbo no doubt wanaanza. Eneo la center back Simba wana Hamza, Yanga wana Job. Eneo la midfield huwezi kumwacha Aucho, huwezi kumwacha mtu kama Pacome Zouzoua, huwezi kumwacha mtu kama Jean Charles Ahoua. Eneo la pembeni huwezi kumwacha mtu kama Clement Mzize, huwezi kumwacha mtu kama Mpanzu Elie. Mbele pale huwezi kumwacha Dube kwa sababu ni miongoni mwa top scorer kwa sasa. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia hizi timu zote vikosi vyao, kuna maeneo Simba wanaingia na kuna maeneo ambayo Yanga wanaingia. Kwenye hii dabi unatamani kuona dabi ya mchezaji gani na gani ambaye inaweza kuvutio kwa wachezaji wetu wa Simba, na yani watakaopanga wanaweza kama msumbuana zaidi? Kwanza sijajua upande wa kulia itakuwaje, lakini upande wa kulia kama ataanza Mwenda au Kibwana, ana kazi kubwa ya kupambana na Elie Mpanzu. Ana kazi kubwa kupambana na Elie Mpanzu. Lakini kwa upande wa Yanga kwenda Simba, ni changamoto. Jamani, mniache nipokee simu hii. Simu muhimu sana hii.